Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa nipende kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, Waziri wa Fedha, kwa hotuba yake nzuri ya mpango ambao tunaujadili kwa sasa. Kwanza, kwenye mpango huu naomba nizungumzie jambo moja tu ambalo linahusu sekta ya michezo. Na mimi ni mdau wa michezo na nimekuwa kiongozi wa michezo kwenye nchi. Na kwa leo naomba nitakie kila laheri timu ya Simba Sport Club kwenye mchezo wake pale Misri. Naamini kwamba hata wanayanga wenyewe wanaendelea kutuunga mkono kama ambavyo imekuwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye michezo naomba nizungumzie mambo kadha wa kadha. Ninaanza na jambo moja ambalo ni sheria namba 1 kwenye kanuni 17, sheria 17 za mpira wa miguu ambazo zinahusu mambo ya viwanja vya mpira. Tanzania tumebahatika sana, karibia kila mkoa tuna viwanja vya mpira wa miguu. Serikali kwa muda mrefu, lakini pili sisi kama Chama cha Mapinduzi kwenye ilani yetu kwa muda mrefu tumekuwa tukiweka kwamba tuna uwezo na tuna fursa ya kuendeleza viwanja vyetu vya mpira wa miguu. Ukienda ukurasa namba 245 kwenye ilani ya mwaka huu inazungumzia ujenzi wa viwanja kwenye taifa letu. Lakini sisi tulibahatika, Mwalimu Nyerere alijenga viwanja maeneo mazuri na viwanja vikubwa ambavyo hadi leo kizazi hiki vinakitumia. Lakini sijaona mpango wa moja kwa moja wa serikali na Chama cha Mapinduzi ambao ni wamiliki wa viwanja hivi kuendeleza viwanja vya mpira wa miguu. Tumeishia kulalamika kwamba viwanja sio bora, sio vizuri, sio nini, lakini hakuna hatua moja kwa moja ambayo serikali imekuwa ikifanya na kuichukua kuhakikisha kwamba inaendeleza viwanja hivi. Niombe na nishauri serikali. Viwanja viko maeneo mengi na maeneo potential. Viwanja kama Sokoine, viwanja kama CCM Kirumba, viwanja kama Ali Hassan Mwinyi Tabora vinahitaji tu fedha ya kuweka hata kwenye carpet tu mpira uchezo. Kwa sababu majukwaa Nyerere alishatujengea. Majukwaa yako imara, yako vizuri, kinachohitajika ni fedha tu zitengwe kwa ajili ya kuweka hata carpet. Na katika hili Mheshimiwa Mwenyekiti, niunganishe moja kwa moja. Tunahitaji kwa mpango wa moja kwa moja. Sisi wote hapa tunafurahia leo kwamba timu zinacheza vizuri ya Simba, timu ya taifa inacheza vizuri, ikifungwa tunaanza kulaumu. Lakini maksudi na malengo ya moja kwa moja ya serikali kuendeleza michezo hatujaiona. Tunazungumzia viwanja hivi, lakini serikali hadi sasa hatujaona hata ikitoa kodi kwenye vifaa vya michezo. For instance, hizo carpet ambazo tunazungumzia, ingetenga hata mwaka mmoja kwamba huu ni mwaka wa exemption kwenye vifaa vya michezo kwa ajili ya kutandika carpet kwenye nchi yetu. Hata viwanja viwili tu kwa kila mwaka. Kwa muda wa miaka 5 tuna viwanja 10 vimetandikwa carpet, mpira wetu unachezwa na watoto wetu wanaweza kupata sehemu ya kuchezea. Niombe serikali iondoe kodi au iweke tax exemption, iweke tax exemption kwenye vifaa vya michezo kuanzia jezi, lakini pia kuanzia hizo carpet ambazo tunaweza tukazitandika kwa ajili ya viwanja wetu hapa nchini. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, zamani wakati tupo na timu ya taifa tulikuwa na shule nyingi ambazo zinazalisha wachezaji. Mathalan shule kama Makongo ambayo inazalisha wachezaji wengi ambao tulikuwa tunawasifia kina Kaseja na wachezaji wengine. Tunaomba mpango wa maksudi wa serikali kujenga shule maalum kwa ajili ya michezo kwenye taifa hili. Shule ambazo aidha zinaweza zikaza zono kwa maana kwamba ya kanda, hata Dodoma, hata Mbeya, hata Mwanza, hata Kusini wakajenga shule angalau 10 au 5 za michezo tu ambazo zitakuwa zinafidi timu yetu ya taifa na timu zetu na vilabu vyetu vya Tanzania. Kwa muda mrefu wachezaji wetu ambao tuko nao hapa hawana mpira ambao umepitia kwenye darasa. Wengi wametokea mitaani, hawana shule maalum ambazo zinasimamiwa ama na TFF ama na serikali kwa ajili ya taifa letu. Tunahitaji kuwa na mpango wa muda mrefu kuhakikisha kwamba michezo ya taifa hili inakuwa. Nimuombe sana Mwigulu Nchemba, Waziri wa Fedha, ni mdau wa michezo wa moja kwa moja. Leo hii ni Waziri wa Fedha, aone haja ya moja kwa moja kuinua soka la nchi. Amekuwa na klabu ya Singida United. Singida United ameona jinsi ambavyo ni ngumu kuiendesha. Ni kwa sababu timu nyingi hazina fedha. Je, haoni sasa kuna haja ya serikali kama nilivyosema kuondoa kodi kwenye hivyo vifaa, lakini sio kuondoa kodi kwenye vifaa, lakini kitu kingine, makampuni kama betting companies ambazo ziko ndani ya nchi zinafanya kazi na operate. Kampuni zote za betting nchi haziwezi kujiendesha kama sio mpira. Maana wananufaika moja kwa moja na mpira wetu. Je, haioni fursa serikali kwa sasa kampuni za beti zote ziwekee angalau sheria
au utaratibu kila kampuni ya betting iwe na uwezo wa kufinance au kuchangia au kusponsor timu yoyote ya ligi kuu, ziwe za wanawake au timu ya taifa au timu za hizi ambazo tuko nazo kwa sasa. Tuone fursa betting companies ziweze kusupport kwenye mpira wa Tanzania, kwa sababu na zenyewe existence yake, uwepo wake hapa nchini ni kwa sababu ya mpira wetu. Kwa hiyo ni muombe Mheshimiwa na Waziri wa Fedha na serikali muone haja ya kuweka mazingira salama kwa ajili ya timu zetu kuweza kupata fedha. Kuendesha timu za ligi kuu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kazi ngumu sana. Vijana hao hawana hela, hawana fedha. Tunahitaji hatua za makusudi kuwa support na kuwaunga mkono. Na hili Naibu Waziri wa Fedha, nikusii na nikuombe tax exemption kwa vifaa vya michezo. Lakini pili, hizi kampuni zingine za betting, lakini hata sio kampuni za betting, tuchukua hata utaratibu ule wa Zambia kipindi cha Kenneth Kaunda, makampuni ya migodi aliamua kutangaza wazi kwamba kama kuna kampuni iko tayari kufinance vilabu vya ligi kuu vya nchi yetu, ile KK11 ilikuwa financed na makampuni ya migodi, kwamba tutawaondolea sehemu ya kodi, hiyo kodi ipelekwe kwenye michezo. Fanyeni hivyo ili msupport michezo ya nchi yetu hii. Lakini jambo lingine ambalo nataka nizungumzie, Mheshimiwa Mwenyekiti, sitazungumza kwa muda mrefu sana, ni jinsi gani ambavyo tunaweza kulinda wawekezaji kwenye michezo yetu. Nataka hapa niweke case study ya Simba Sport Club na hata Young Africa wanatuunga. Simba imepata uwekezaji ambao wanahangaika nao na uko in public, na serikali imeingilia kwamba inasimamia ule mchakato uende salama. The same to Young Africa, wana uwekezaji ambao wameanza mchakato huo. Lakini wawekezaji wetu, je, wanalindwa? Hawalindwi. Intimidation na frustration kwa wawekezaji wetu zimekuwa ni kubwa kwa kiwango ambacho wawekezaji muda mwingine wanataka hata kukata tamaa. Simba leo ambao tunajivunia hapa, kila mtu anajigonga kifua kwamba ni Simba kwa sababu inafanya performance nzuri, ni kwa sababu mwekezaji yule